kwa ajili ya kukusanyika pamoja nasi. Baba Mtakatifu, tunahitaji kusikia sauti kutoka kwako. Mimi mjoli wako niliyesimama kwenye madhabahu hii, mimi ni chombo tu. Naomba ukaseme na kanisa lako, ukaseme na mkutano huu. Roho Mtakatifu utujuae mioyo yetu, unaijua, ukaikarabati, Mungu wa milele. Asante Baba Mtakatifu, tunakushukuru. Wewe ni Mungu mwema na mwaminifu. Ni katika jina la Yesu ninaomba, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuangalia ujumbe unaosema kumjua Mungu kibinafsi. Kumjua Mungu kibinafsi. Yesu anapenda ajulikane kwetu yeye ni nani. Mwandishi wa kitabu hiki tulichokisoma ni Mathayo. Mathayo alitoka katika ukoo wa Walawi, na Walawi walikuwa wanajifunza sana maneno ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na jina lingine la Mathayo alikuwa anaitwa Lawi. Mathayo alipoitwa na Yesu, alikuwa na kazi katika serikali ya Kirumi, akiwa ni mtoza ushuru. Jina la Bwana libarikiwe. Na alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu, wale 12. Haleluya, haleluya. Sasa mistari hii inazungumza juu ya kumjua Mungu kibinafsi. Kumjua Mungu kibinafsi. Neno kujua lina maana kuingia kwa ndani. Neno kujua ni tofauti na kufahamu. Amina, amina. Hao wachumba ambao tunakwenda kuwatangaza leo hawajuani, wanafahamiana, lakini wakishakaa pamoja ndipo sasa atamjua mwenzie. Aha, kumbe huyu yuko hivi, kumbe huyu yuko hivi. Haleluya. Lakini sasa hivi wanafahamiana tu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa somo la leo linasema kwamba kumjua Mungu kibinafsi. Kanisa la Bwana tunapaswa kumjua Mungu kibinafsi. Usipomjua Mungu kibinafsi, utakuwa unapapasa papasa tu.
kwamba Mungu yuko hivi. Mungu yuko kama tembo, unapapasa papasa tu. Lakini ukimjua Mungu kibinafsi, nataka nikwambie, hutacheza na mambo ya dunia. Utamwishia huyu Mungu, utamtumikia huyu Mungu. Amina. Sasa watu wengi hawamjui Mungu. Wanajua kwamba Mungu yupo. Mungu ndiye aliyeumba vitu hivi vyote, basi imeisha. Lakini unakuta kwamba huyu mtu kwa sababu ya kuto kumjua Mungu kibinafsi, unakuta maisha yake yanaendana na mambo ya dunia. Mungu atusaidie. Haleluya. Haleluya. Kwa nini Yesu anataka watu wamjue Mungu kibinafsi? Kwa nini? Kwa nini? Jambo la kwanza, Yesu anataka ajulikane na watu wa nje. Watu wa nje ambao hawajamwamini Yesu. Pili, kwa nini Yesu anataka ajulikane kwa watu? Pia anataka ajulikane kwa watu wenye imani ya wokovu. Maana Biblia inasema Yesu alipofika pande ya Kaisaria, akawauliza wale wanafunzi kwamba watu humnena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wengine wakasema ni Elia, wengine wakasema ni nabii. Kila mmoja jinsi alivyomjua huyu Mungu, huyu Yesu. Akawageukia akawauliza, je, na nyinyi mnamnena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Petro mimi nampenda, na yeye ndiye kiongozi. Akajibu akasema, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tusome Mathayo 16 mstari ule wa 15 na 16. Anasema 15 na 16. Anasema, akawaambia, nanyi mnaninena mimi kuwa ni nani?
Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Mstari wa 17 nasema, Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni